Sawa, wito wetu kama serikali na msisitizo wetu mkubwa kwa jamii, kama ambavyo utaratibu ulianza kutolewa toka ambavyo mchakato huo uchaguzi unaanza. Utaratibu huo ulikuwa unatolewa na Tume Huru ya Uchaguzi kuanzia kalenda za matukio na washiriki mbalimbali katika matukio yao mpaka sasa. Wito wetu, wananchi tushiriki kamilifu, na ushiriki wetu uwe katika hatua zote muhimu. Sasa hivi kwa mujibu wa kalenda ya uchaguzi, vyama vya siasa kupitia wagombea wao wa ngazi mbalimbali, kwa maana ngazi ya kitaifa, ngazi ya jimbo na ngazi ya kata, kwa maana hao ambao wanagombea udiwani, wasikilize sera za viongozi hawa ambao ni wagombea kupitia vyama vyao, alafu kisha wafanye maamuzi ya msingi, maamuzi muhimu kwa mustakabali wa maendeleo ya maeneo yao. Kwa hiyo wao wasikie zile sera ambazo zitaonekana ni sera za kimaendeleo, sera ambazo kupitia maneno ya viongozi hao itabakisha nchi yetu kuwa salama, itabakisha nchi yetu kuwa na umoja na mshikamano, na hilo ndio kubwa ambalo tunaendelea kuliomba. Kwa watu wasikilize, lakini baada ya kusikiliza wapime kipi kati ya hayo ambayo yamezungumzwa na chama kipi au ni mgombea yupi akipewa nafasi katika eneo husika ataweza kuwaletea watu maendeleo. Hilo ndio ambalo tunaendelea kulisema na kulisisitiza. Tusisikilize yako maneno mengi yanazungumzwa ambayo kimsingi ukiyasikiliza na ukayapima ukaona yanakwenda kuingiza janga kubwa la uvunjifu wa amani katika nchi yetu. Maneno haya yanasemwa kupitia vyombo vya habari, kupitia mitandao ya kijamii na maeneo mbalimbali. Sasa sisi watu wa namna hiyo tukae nao mbali, wala tusiwape nafasi. Tume Huru ya Uchaguzi, nyie mmejionea wenyewe kwa muundo wake wa matukio toka ambavyo mchakato umeanza mpaka sasa, kila kitu kinaenda vizuri. Vyama vyote vimepewa nafasi sawa ya kujinadi sera zao. Sasa mtu anapokuja kuzungumza maneno ambayo ni tofauti na uhalisia, unajiuliza nia yake ni nini? Lakini jibu ni kwamba lengo lao si uchaguzi, lengo lao ni kutaka kuvunja amani ya nchi yetu. Kwa hili kwa msisitizo mkubwa, sisi wananchi ndio watu wa muhimu zaidi. Tuwe macho, tuwaepuke na tukae nao mbali watu ambao tunaona kwa maneno yao na vitendo vyao vitakwenda kuvunja amani ya nchi yetu. Mimi nilitaka nisikie maoni yako. Tukifungua mitandao ya kijamii wakati huu muhimu kwa serikali yetu na taifa kwenda kwenye uchaguzi, tunaona maandamano. Sio siri, kwenye jamii ya kawaida kuna hofu wanapata kwa sababu hawajazoea kuona hivyo vitendo. Nyinyi mpo kwenye serikali, mkiona ya mambo mnayaweka kwenye daraja gani ili mwananchi wa kawaida anaposikia Oktoba tunatoka au Oktoba tunatiki awe ipo kwenye eneo sawa sawa? Kwanza niseme jambo moja, nchi yetu inaongozwa kwa sheria na taratibu. Na hata hayo maandamano ambayo yanasemwa, maandamano haya yapo kisheria na kitaratibu. Kwa maana kama kuna mtu au kikundi cha watu au kikundi cha jamii fulani kinataka kuandamana, zipo taratibu za kufata, baadaye wanapewa vibali, baadaye wanaenda kuandamana kwa amani na jeshi la polisi linakuwepo hapo kuwalinda. Lakini sisi tunafahamu kila jambo lina utaratibu. Hii ya tarehe 29 Oktoba inajulikana miezi miwili kabla kwamba itakuwa ni tarehe ya uchaguzi. Kwa hiyo nchi nzima hakutakuwa na jambo lingine lolote la kitaifa isipokuwa ni jambo la kupiga kura. Tafsiri yake ni kwamba tarehe 29 tukio ni moja ambalo ni halali na ambalo linajulikana, ni tukio la kwenda kupiga kura. Haya mengine maandamano itakuwa ni maneno tu ya kujifurahisha. Na sisi tuseme kwa niaba ya serikali kwa wilaya ya Mkuranga, sisi tuko imara na tumejipanga vizuri kuhakikisha siku hiyo tarehe 29 na siku nyingine zinazoendelea amani na usalama utaendelea kutawala katika wilaya yetu. Kwa hiyo wananchi waondoe hofu. Mengine ni maneno tu yanazungumzwa kujifurahisha, lakini serikali iko macho na tunafuatilia kila jambo na tutahakikisha usalama unaendelea kubakia hata baada ya tarehe hiyo 29 Oktoba. Wote tulikuwepo pale, tumesikia yamezungumzwa mengi. Kwa hiyo waliokuwepo, wazazi, watoto, wote wamepata manufaa kwa yale ambayo yamezungumzwa ya kidini, na sisi tunaamini jamii zetu zikiendelea kuwa na maadili mazuri, zikiendelea kuwa na tabia njema,
basi hata masuala ya kujumuika pamoja kwenye masuala ya kimaendeleo, jamii hizo zitakuwa zinaweza kukaa pamoja na kuzungumzia mambo ya kimaendeleo. Kwa haya ni mambo ya muhimu ambayo na sisi kama viongozi tunapaswa kujitokeza na kuonyesha umuhimu na kushiriki nao kikamilifu ili aweze kutuletea tija katika maeneo yetu. Kama viongozi wakubwa wa wilaya, mnafanya vipi kuhakikisha ya kwamba watoto vijana wanakuwa sasa katika maadili ambayo yanahitajika katika taifa? Sawa, ila maadili ni jambo mtambuka. Si tu la viongozi kwa maana ya serikali, lakini ni la jamii kwa ujumla. Tunapozungumzia jamii, maana yake tutazungumzia viongozi, na sisi ni sehemu ya jamii. Lakini pia tutazungumzia viongozi wa dini, kwa sababu viongozi hawa ndio wana makundi makubwa ya watu ambao wanawafuata. Lakini viongozi hawa ndio wana vitabu ambavyo vina mafundisho ya namna ambavyo wanadamu wanapaswa kuishi. Lakini pia wazazi, maana yake watoto hao tunaozungumza au jamii tunaozungumza ina msingi wake. Msingi ni nini? Ni wazazi ambao wamewazaa watoto hao, mwisho wa siku wakawa wakubwa nao wakazaa, na kizazi kinaendelea na jamii ndio inaendelea kuwa kubwa. Kwa hiyo hili ni jambo la watu wote. Sisi kama viongozi, kama serikali, wajibu wetu kuhakikisha kupitia vyombo vya ulinzi na usalama tunafanyia kazi mambo yote ambayo yanatokea kwenye jamii zetu ambayo ni kinyume na maadili yetu. Na nyinyi mtashuhudia serikali mara kadhaa imekuwa ikichukua hatua juu ya vitendo ambavyo tunaonekana vitendo hivi si sawa na maadili yetu. Lakini pia tunatoa wito, sisi tutachukua maamuzi, lakini itakuwa tunaenda kufanyia kazi matokeo. Sisi tunasisitiza kwamba tusifanyie kazi matokeo, tufanyie kazi vyanzo ambavyo vinapelekea uharibifu wa maadili. Ndio maana kupitia mikutano hii sasa tunawasisitiza wazazi kuwasimamie watoto wao kwenye malezi, wahakikishe wanawalelea katika namna ambayo ni nzuri, wanakuwa ni viigizo chema kwa kuhakikisha watoto wao wanakuwa katika maadili mema, na watoto hawa wa wazazi mmoja mmoja wakikuwa katika maadili mema, ndio jamii yetu inakuwa katika maadili mema. Kwa hili si tu la serikali, lakini ni kwa wadau wote, serikali, viongozi wa dini, lakini pia na wazazi ambao hao ndio watu muhimu ambao wanaishi na watoto hawa. Kwa pamoja tunavokaa kujadili kwa namna ambavyo tutaendelea kuwalinda watoto wetu ambao ndio jamii tunaizungumzia. Pamoja kwamba tumezungumzia mambo ya amani, lakini pia tunafahamu ya kwamba katika vitu ambavyo umevigusia pale ilikuwa ni amani. Umezungumzia maadili, amani. Unajua kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi na mwezi wenyewe ndio huu. Wewe ni kiongozi ndani ya wilaya, ni kiongozi wa nchi. Kuelekea uchaguzi kuna mengi yanazungumzwa. Kama kiongozi una neno gani la kuzungumza kuelekea katika uchaguzi mkuu na hayo yote ambayo yanazungumzwa na wale ambao wengi tunaamini ya kwamba wanaweza kwenda kuwa sehemu ya kupunguza amani ya nchi? Sawa, wito wetu kama serikali na msisitizo wetu mkubwa kwa jamii, kama ambavyo utaratibu ulianza kutolewa toka ambavyo mchakato huo uchaguzi unaanza. Utaratibu huo ulikuwa unatolewa na Tume Huru ya Uchaguzi, kuanzia kalenda za matukio na washiriki mbalimbali katika matukio yao mpaka sasa. Wito wetu, wananchi tushiriki kamilifu, na ushiriki wetu uwe katika hatua zote muhimu. Sasa hivi kwa mujibu wa kalenda ya uchaguzi, vyama vya siasa kupitia wagombea wao wa ngazi mbalimbali, kwa maana ngazi ya kitaifa, ngazi ya jimbo na ngazi ya kata, kwa maana hao ambao wanagombea udiwani, wasikilize sera za viongozi hawa.